Mwanamke, unapoacha matumizi ya njia za uzazi wa mpango, tarajia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni mabadiliko katika hedhi, kwa maana ya kwamba unaweza kuanza kuona haupati hedhi ama siku zako zinakuwa zinaanza kupishana. Lakini jambo la pili ni uke kuwa mkavu, lakini wakati mwingine pia hata ule uwezo wa kuweza kushika ujauzito inakuwa ni changamoto. Sasa kama hautaji kuweza kupata changamoto hizi, basi hakikisha unapoacha tu uzazi wa mpango, kwanza unarekebisha mfumo mzima wa homoni, lakini pili unaenda kusafisha kizazi chako, kwa maana ya kwamba kuondoa sumu ya zile njia ambazo umekuwa ukitumia. Aidha ulitumia sindano, ulitumia kijiti, basi kisha kwanza unasafisha mfumo wako wa uzazi. Hii itakusaidia kuweza kurejesha mwili wako katika hali yako ya kawaida. Lakini kama ulishafanya hivi na bado inakuwa ni changamoto katika kushika ujauzito, basi unaweza kuchukua namba hapo bio kanitafuta ili niweze kukusaidia kuweza kupata package ya uzazi ambayo imeshawasaidia wanawake wengi sana na wameweza kupona hiyo changamoto na sasa wanaitwa mama. Mwanamke, unapoacha matumizi ya njia za uzazi wa mpango, tarajia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni mabadiliko katika hedhi, kwa maana ya kwamba unaweza kuanza kuona haupati hedhi ama siku zako zinakuwa zinaanza kupishana. Lakini jambo la pili ni uke kuwa mkavu, lakini wakati mwingine pia hata ule uwezo wa kuweza kushika ujauzito inakuwa ni changamoto. Sasa kama hautaji kuweza kupata changamoto hizi, basi hakikisha unapoacha tu uzazi wa mpango, kwanza unarekebisha mfumo mzima wa homoni, lakini pili unaenda kusafisha kizazi chako, kwa maana ya kwamba kuondoa sumu ya zile njia ambazo umekuwa ukitumia. Aidha ulitumia sindano, ulitumia kijiti, basi kisha kwanza unasafisha mfumo wako wa uzazi. Hii itakusaidia kuweza kurejesha mwili wako katika hali yako ya kawaida. Lakini kama ulishafanya hivi na bado inakuwa ni changamoto katika kushika ujauzito, basi unaweza kuchukua namba hapo bio kanitafuta ili niweze kukusaidia kuweza kupata package ya uzazi ambayo imeshawasaidia wanawake wengi sana na wameweza kupona hiyo changamoto na sasa wanaitwa mama.